Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Kutokana na kile kinachoendelea huko Venezuela, Iran inasema watu wa Iran hawatanyenyekea kwa yeyote, lakini haswa ikiitaja Marekani ikisema kwamba mipango ya kuishambulia Venezuela ni mipango ya kujiandaa kwa ajili ya mapambano dhidi ya Iran, lakini Iran ipo tayari kwa ajili ya mapambano, anasema Ayatollah Al-Khamenei. Kiongozi mkuu wa serikali ya mapinduzi ya Iran amesema watu wenye akili wanaoijua Iran na historia yake kamwe hawatazungumza na taifa letu kwa lugha ya kutisha, anasema Al-Khamenei. Katika matangazo ya televisheni siku ya leo, kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Al-Khamenei alisifu upinzani wa watu wa Iran dhidi ya mashambulizi ya Israel na kuonya kwamba taifa lake halitasalimu amri kwa shinikizo lolote. Pia alionya Marekani na Israel kwamba itapata uharibifu usioweza kurekebishwa ikiwa itaingilia kati moja kwa moja mzozo wa Iran na Israel kwa kushambulia taifa hilo la Uajemi. Watu wa Iran wanasalia imara katika kukabiliana na vita vilivyowekwa, kama vile watakavyobaki imara mbele ya amani. Watu hawa hawatanyenyekea kwa yeyote, Ayatollah Al-Khamenei alisema, na kuongeza kuwa mwitikio wa wananchi unaonyesha ukuaji wa kiroho na kimantiki wa taifa la Iran. Hata hivyo, anatambua kwamba mipango ya Marekani pamoja na Israel ni kuwavuruga wa Iran, lakini kamwe hilo halitoweza kutokea. Na kupitia maandamano haya ametoa amri ya kusambaratishwa kwa maandamano hayo, kwani mipango mikubwa inayopangwa na Marekani ni kutengeneza njia za kutaka kupambana na Iran kwa kutumia njia mbalimbali, ikiwa ni pamoja na maandamano haya. Ikumbukwe moja kati ya sababu ambazo ziliwahi kutajwa hata na Israel ni juu ya kutokukubaliana na Ayatollah Al-Khamenei na wanatamani waupindue utawala wake. Vile vile Ayatollah Al-Khamenei amepongeza tabia ya kishujaa ya taifa la Iran katika kadhia ya hivi karibuni ya uchokozi aliouita wa kipumbavu na wania mbaya wa Israel. Vikosi vya Israel vilianzisha mashambulizi ya anga dhidi ya Iran na kufikia malengo ya kimkakati kama vile katika miji ya Isfahan kwa kufanya mashambulizi makubwa, lakini ni Iran ambayo ilijidhatiti vilivyo kupinga mashambulizi hayo na kuanzisha mashambulizi mengine, jambo ambalo Al-Khamenei anasema ndicho kitakachoikuta Israel pamoja na Marekani. Hata hivyo, mamlaka nchini humo zinadai kwamba moja kati ya mambo ambayo itakuwa ni kosa kwa Marekani ni ikiwa itaamua kushirikiana na Israel katika mashambulizi dhidi ya Iran, ni kwamba Iran imejiandaa kushambulia kambi zote za Marekani katika eneo la Mashariki ya Kati. Kiongozi huyo muadham amesisitiza azma ya Iran ya kupigana dhidi ya Israel pamoja na Marekani na nchi yoyote ambayo itaingilia kati katika vita hivyo. Watu hawatasahau damu ya mashahidi wao wala mashambulizi yaliyofanywa dhidi ya eneo lao, alionya. Ayatollah Al-Khamenei alizungumzia vitisho vinavyotolewa na Marekani kupitia rais wake Donald Trump, ambaye wakati huu amemtishia Nicolas Maduro na amemtia nguvuni. Kwa upande wake, rais wa Iran anasema jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu limeanzisha kila namna ya kujilinda katika anga na katika ardhi. Rais Masoud Pezeshkian amesisitiza kuwa taifa la Uajemi litashinda mzozo na Israel kupitia umoja, mshikamano na mafungamano ya kijamii. Kama watu watakuwa pamoja nasi, hakuna tatizo litakaloitisha nchi hii. Naamini kuwa kwa umoja na mshikamano wa kitaifa tutashinda mgogoro wowote ambao Marekani utauleta kupitia Israel. Saa kadhaa kabla ya hapo, jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu ya Iran IRGC lilidai kuwa limeweka utawala wa angani katika ardhi ya Israel baada ya kuzindua wimbi la 11 la operesheni ya Ahadi ya Kweli namba 3 kwa kutumia makombora ya Fatah. Aidha, IRGC ilielezea kwamba wameshatega makombora yao na wakati wowote yeyote ambaye ataamuru kuchokozwa kwa taifa hilo, basi makombora hayo yatamhusu. Basi mtazamaji wa The World News, hayo ndio tuliokuwa nayo. Ni kauli iliyotolewa na viongozi wakuu wa serikali ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, kiongozi mkuu Ayatollah Al-Khamenei pamoja na rais wa taifa hilo Masoud Pezeshkian juu ya kadhia zinazofanywa na Marekani dhidi ya mataifa ambayo wanayachukulia kama mataifa hasimu. Endelea kutufuatilia na usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Naitwa Adam Hussein.